Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mama yetu warudi, utuombee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ave Maria, Mama Maria, mama wa wote. Kitazama mkononi mwangu nimeshikilia sanamu. Kila mmoja wetu anaweza akaweza kufahamu hii sanamu ni ya nani na ina maana gani. Wengine tutaweza kufahamu tu kwa moja kwamba ni sanamu ya Bikira Maria, lakini hiyo halitoshi tu kukamilisha utambulisho wa sanamu hii. Sanamu hii inaitwa sanamu ya Bikira Maria wa Rudi. Bikira Maria anajitambulisha au anatambulishwa kwa majina tofauti tofauti kutokana na sababu tofauti tofauti, na nyingi ikiwepo mahala ambapo aliwahi kutokea katika matokeo yake zaidi ya 200 hapa duniani. Sasa katika hii sanamu ni sanamu ya mama yetu wa Rudi, na ukiangalia hapa imeandikwa kwa lugha ya Kifaransa kwamba hii ni sanamu ya Maria wa Rudi katika groto ya Massabielle. Massabielle ni groto ya Bikira Maria ambapo alitokea huko Rudi mwaka 1858 kwa binti mdogo wa miaka 14 anayeitwa Benedetta Subili, ambapo ni mtakatifu ndani ya kanisa Katoliki. Sasa tukianza na hii sanamu ni kwamba sanamu hii kuna vitu mbalimbali ambavyo tunaweza tukaviona katika sanamu hii. Kwanza kuna mama Bikira Maria akiwa amevalia gauni, amevalia bushuti la bluu lakini gauni jeupe, ameshikia rozari ya dhahabu pamoja na maua mawili ya dhahabu. Sasa hivi vitu vina maana gani? Tukianza na hii bushuti lake la bluu, rangi ya bluu ni rangi ambayo inaashiria kwa hali ya kawaida ni anga, rangi ya anga ambayo tunaweza tukaiona. Kwa hiyo hii rangi ya bluu inaashiria ile neema ya Mungu, kwa kuwa Bikira Maria amejazwa hiyo neema ya Mungu. Tukisoma Injili ya Luka sura ya kwanza ya 26, Malaika Gabrieli alipokwenda kumtembelea Bikira Maria alimsalimia, salamu ewe uliyejaa neema, Bwana yu nawe. Lakini jambo la pili ni gauni lake alilovaa, ni gauni la rangi nyeupe, ambapo hili gauni jeupe, weupe unamaanisha utakatifu wake. Yeye ni mama mtakatifu sana na amejaa utakatifu, roho yake ni takatifu. Na kwa namna ya pekee zaidi hii gauni jeupe inaashiria kuwa yeye alikingiwa dhambi ya asili. Yeye ni mkingio wa dhambi ya asili, hana doa la dhambi na kutenda dhambi katika maisha yake. Lakini rangi nyingine inaonekana kwamba hapa kuna rangi ya dhahabu ambayo ipo katika rozari pamoja na ua. Rozari tunajua kabisa ni ibada yake mama kabisa ya Bikira Maria. Sala ya Kikristo inatolewa kupitia Maria. Ufunuo wake kwa Mtakatifu Dominiko mwaka 1214 unadhihirisha hilo. Lakini hili huwa la rangi ya dhahabu linaashiria ule usafi wa moyo. Tunajua usafi wa moyo mara nyingi unaambatanishwa na rangi nyeupe, lakini
Ua kimsingi linaashiria ule usafi wa moyo, usafi wa roho yake. Leo tarehe 11 Februari, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Lourdes. Bikira Maria mnamo mwaka 1858 alimtokea Mtakatifu Benedetta Soubirous, binti wa miaka 14 wa Kifaransa, ambaye kwa umri wake alikuwa ni mdogo, lakini kwa namna ya pekee alipewa neema hiyo ya kumwona Bikira Maria. Bikira Maria alimtokea binti huyu mara 18, na zile mara ambazo zinaonekana kwamba moja kwa moja alimtokea, alianza kumtokea kwa mara ya kwanza tarehe 11 Februari mwaka 1858, siku ambayo leo kwa namna pekee Mama Kanisa anafanya kumbukumbu hiyo ya Bikira Maria wa Lourdes. Lakini mara ya pili alimtokea tarehe 14 Februari, baadaye tarehe 18 Februari, na baada ya hapo Bikira Maria alimwambia haje kila siku kwa muda wa siku 12 mfululizo. Bikira Maria alimtokea binti huyu Benedetta, na alikuwa ana ujumbe maalum sana. Alipomtokea katika hilo grotto au pango la Massabielle huko Lourdes, Ufaransa, kusini mwa Ufaransa, alimtokea, na kiukweli na kawaida kwamba Bikira Maria, Benedetta hakuweza kumtambua kwamba yeye yule ni Bikira Maria au alikuwa ni nani. Lakini jambo la kwanza ambalo huyu Bikira Maria alimwambia Benedetta, Bikira Maria alimwambia Benedetta kwamba aende kuambia mapadri kwamba pale ambapo ametokea lijengwe kanisa. Katika kanisa Katoliki kuna aina kubwa ya mafunuo ya jumla na mafunuo binafsi. Bikira Maria kumtokea Benedetta ni ufunuo binafsi, ambapo ujumbe wa Mungu unafikia wanadamu, lakini kwa kupitia watu. Ujumbe huu unaweza ukakusudiwa hata kwa watu wote, lakini anayehusika kupokea ujumbe huu ni mtu au kikundi cha watu. Katika kanisa Katoliki kuna vigezo 5 ambavyo vinatumika ili kutambua kwamba haya mafunuo ni sahihi ama sio sahihi, ni kweli ama ni upotofu au kazi ya shetani. Kigezo cha kwanza ni kwamba mafunuo haya ni lazima au yanatakiwa yashabiane na yale mafunuo ya jumla ambayo kanisa inayofundisha au Mungu ameyafunua kupitia maandiko matakatifu, lakini pia yashabiane na mafundisho ama mapokeo matakatifu ya kanisa. Lakini kama mafunuo haya yajashabiana au yako kinyume na mafundisho mama kuanzia Biblia takatifu, maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa ama mafundisho ya kanisa, kazi za mapapa pamoja na mitaguso mbalimbali, basi ufunuo huo unatiwa shaka. Lakini kigezo cha pili, ili mafunuo haya binafsi yawe ya ukweli, yanatakiwa yaletee kuhusu kujenga mwili wa Kristo, yani kanisa, na sio kuleta mgawanyiko. Kama mafunuo haya yanaleta mgawanyiko au kutoujenga mwili wa Kristo, yani kanisa, basi hayatatambulika kwamba kweli, kwa sababu tabia moja wapo ya Mungu ni ule umoja. Kuleta umoja pia ni sifa ambayo Mungu inaakisi uzuri na wema wa Mungu.
Lakini kigezo cha tatu ambacho kinapelekea mafunuo binafsi yaonekane kuwa ni kweli na yamefunuliwa au yametoka kwa Mungu, yanapaswa kuleta kumtambua Mungu, ufahamu wa Mungu kuhusu uhusiano wake na wanadamu, lakini kutukumbusha wajibu wa mwanadamu. Lakini kama haya mafunuo hayaleti ule kutambua, kupata maarifa kuhusu Mungu, basi itaonekana kwamba ni kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu na ni kazi ya Shetani. Lakini kigezo cha 4, hawa wanaopokea mafunuo binafsi au ujumbe wa Mungu binafsi, maisha yao yanapaswa kuwa maadilifu, yanapaswa kuwa mfano kwa wengine, na hii itathibitisha kupitia ule utakatifu binafsi wa wale wanaotokewa au wanapokea ujumbe huu. Lakini kigezo cha 5 na kigezo cha mwisho ni kwamba mafunuo haya binafsi ni lazima au sharti yathibitishwe na kukubaliwa na mamlaka ilakia ya kanisa. Hivi ni vigezo 5 ambavyo vinaonesha kwamba mafunuo binafsi yaliyofunuliwa kwa mtu wa kikundi cha watu ni kweli na hakika. Kwa upande wa Mtakatifu Bernadeta ambaye alitokewa na mama yetu Warudi, vigezo hivi viliweza kuchunguzwa na vikagundulika kwamba ni kweli vinaendana au vinashabiana na ule ujumbe ambao Bikira Maria aliuleta kwa Bernadeta, na maisha yake binafsi yaliweza kuchangia kanisa kukubali kwamba mafunuo haya yalikuwa ni kweli na hakika. Lakini kitu cha pekee ambacho kilishawishi kanisa kwa namna pekee ni kuhusu ufunuo, kuhusu utambulisho wa Bikira Maria kama mkingiwa dhambi ya asili. Miaka 4 kabla ya kutokewa Bernadeta, Papa Pio wa 9 aliweza kutangaza ili fundisho la imani kwamba mwenye heri kabisa Bikira Maria, kwa upendeleo wa Mungu Baba na masaili ya Yesu Kristo mwokozi wa wanadamu, toka nukta yake ya kwanza kutungwa mimba, alikingiwa na kila doa la dhambi ya asili. Kwa hiyo hili ni fundisho rasmi la kanisa, na lilipotangazwa basi miaka 4 baadaye Bikira Maria anajitokeza na kuweza kujitambulisha. Na Bernadeta alipoelezea kwamba ile siku tarehe 25 Machi 1858 alimtokea amefunga mikono yake usawa kifuani na akitazama macho juu, akaweza kusema kuwa yeye ni mkingiwa dhambi ya asili. Kwa hiyo mafunuo haya ya Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadeta basi yamekuwa na matokeo chanya katika kanisa. Sehemu hii Rudi imeweza kuwa ni kituo kikubwa cha hija duniani, ambapo mahujaji hufurika kule na kupata uponyaji wa mwili na roho na kujibiwa sala zao mbalimbali. Na kwa namna pekee kanisa inaweka kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rudi kama siku ya kuombea wagonjwa na wauguzi wa afya. Kwa hiyo kwa namna pekee siku ya leo tuombee wagonjwa wetu ambao wanahangaika hospitalini, majumbani, lakini sio wagonjwa tu wa mwili, lakini pia kuna wagonjwa wa akili na vile vile wagonjwa wa kiroho wa dhambi. Lakini vile vile siku ya kuombea wauguzi hawa wanaowahudumia na kuwatunza hao wagonjwa, kwanza wa kimwili, madaktari, nesi na watu wengine, lakini magonjwa wauguzi wa magonjwa ya kiroho, mapadre ama wachungaji, tuombee kwa namna pekee ili waweze kufanya kazi hii kwa upendo na unyenyekevu mkubwa kabisa. Katika nchi yetu ya Tanzania
kuna mahala mbalimbali na kadhaa ambapo panapewa hadhi ya rudi. Sehemu ambayo ni maarufu sana inafahamika ni Nyakijoga Mugana katika jimbo la Bukoba. Kule napo pia kuna masimulizi ambayo yanataka kufanana na ya rudi, ambapo pia kituo hiki cha hija kinapewa hadhi sawa sawa na ile ambayo kituo kikuu cha hija cha Rudi Ufaransa kimepewa. Tumuombe Mama Bikira Maria wa Rudi ili atuombee. Sisi wote ni wagonjwa kwa namna mbalimbali, ugonjwa wa kimwili na ugonjwa wa kiroho. Atuombee ili tuwe na afya njema ya mwili na roho, ili mwisho wa siku tutokee tukiwa kwenye afya mbele ya mwanaye Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.